Najuta kukufahamu sehemu ya 4. Naam, karibu katika mwendelezo wa simulizi inayokwenda kwa jina la Najuta kukufahamu. Anayetusimulia kisa hiki ni mwanaume anayefahamika kwa jina la John. Ni mambo mengi ambayo John amepitia katika safari ya maisha yake. Kuna kitu ambacho anataka ujifunze kupitia simulizi hii. Ukumbuke kuwa simulizi hii ni kisa cha kweli. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi Faraja Simkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, TikTok pamoja na YouTube. Napatikana kama Faraja Simkwai. Sehemu iliyopita tulishia pale ambapo John wakati akiwa anapiga story na babake mdogo akaanza kumsema yule mama wa supermarket kwamba ni mama mwenye tabia mbaya ambaye anawalaghai vijana wadogo wenye rika kama la John kwa pesa zake, kisha kujenga nao mahusiano na kuambukiza magonjwa, jambo ambalo lilimshtua sana John, na ukizingatia tayari alishakuwa katika mahusiano na huyu mwanamke. Basi John baada ya kupata stori zile kutoka kwa babake mdogo, anasema usiku ule kwake ulikuwa ni mrefu sana, hakupata hata lepe la usingizi. Basi John asubuhi yake ikabidi amke mapema sana aende hospitali kwenda kupima. Na sehemu iliyopita tulishia pale ambapo John tayari vipimo vyake, sampuli yake ya damu imechukuliwa kwa ajili ya vipimo, na John alikaa kwenye benchi kwa ajili ya kusubiri vipimo. Wanasema wakati mwingine maisha hutunyamazisha ili tusikie sauti ya dhamiri zetu. John anasema nilikuwa nimekimbia ukweli kwa muda mrefu, lakini sasa ukweli huu ulikuwa umenikaribia mbele yangu. Hakukuwa tena na mahali pa kujificha, bali kulikuwa na mahali pa kusubiri na hofu ya majibu ambayo yangenibadilisha milele. Basi baada ya kusubiri kwa muda ambao ulionekana kama milele, niliitwa kuingia ndani ya chumba cha daktari. Miguu yangu ilikuwa mizito sana. Moyo wangu ulidunda kwa kasi isiyokuwa ya kawaida. Nilikaa kwenye kiti, nilitazama uso wa daktari huku nikijaribu kusoma majibu kabla hata hajafungua kinywa. Daktari yule alitazama karatasi, akanyanyua macho yake pole pole, kisha akavuta pumzi ndefu. Maneno ya daktari yule hayakuwa mengi sana, lakini alikuwa ni maneno yenye uzito kuliko kitu chochote kile ambacho niliwahi kukisikia hapo kabla katika maisha yangu. Daktari yule aliniambia kwamba nimeathirika. Kwa sekunde chache sikusikia kitu chochote kile katika masikio yangu. Yaani masikio yangu yalikuwa kama yameziba. Macho yangu yaliona ukungu. Nilihisi kama dunia imenipiga kofi kali. Nilikaa pale kimya. Nilijaribu kuelewa kile ambacho daktari amekisema. Nilijaribu kukubali ukweli ambao nilikuwa nikiuogopa tangu mwanzo. Basi ndani ya kichwa changu kulikuwa na sauti nyingi kwa wakati mmoja. Niliona uso wa mke wangu ukinitokea, tabasamu lake, matumaini yake, imani yake kwangu. Mtoto wangu akipita machoni mwangu, sauti yake ndogo ikiita baba. Ndoto ya nyumba nilionunua kwa fahari ikageuka kuwa ukuta mtupu usio na maana. Basi John, mimi nilijisi maumivu makali moyoni. Si kwa sababu ya ugonjwa pekee, bali kwa sababu nilijua nilijitetea mwenyewe. Nilianza kujilaumu. Nikakumbuka onyo la baba mdogo. Nikakumbuka hofu yangu ya mwanzo na kila hatua niliyoipuuza. Nilijiuliza kwa nini nilichagua pesa badala ya maadili, urahisi badala ya uaminifu. Nilijiuliza kwa nini nilisaliti imani ya mwanamke aliyenipenda kwa dhati. Basi John, mimi nilitoka hospitali nikiwa mtu mwingine kabisa. Jua lilikuwa bado linaangaza kama kawaida. Watu walikuwa wanaendelea na shughuli zao kana kwamba hakuna kilichobadilika katika maisha yao. Lakini ndani yangu kila kitu kilikuwa kimevunjika. Nilihisi upweke ambao sikuwahi kuhisi kabla, upweke wa mtu aliyebaki na siri nzito kuliko nguvu zake. John, mimi nilikaa peke yangu. Nikashika kichwa changu kwa mikono yangu miwili. Machozi yalinitoka bila hiari yangu. Sikuwa na mtu wa kumlaumu, sikuwa na wa kumkimbilia. Ukweli ulikuwa wazi. Nilikuwa nimeharibu maisha yangu kwa uamuzi nilofanya kwa macho ya wazi. Maneno ya baba mdogo yalirudia kichwani mwangu kama tamthilia. Maneno yale yalikuwa ni haya: John mwanangu, unajua kuna watu wengine wanaoa watoto wenzao wakiwa wanajua kabisa ni wagonjwa. Na kwa wakati huu nilielewa nilikuwa nimeathirika, lakini maumivu makubwa zaidi hayakuwa ya ugonjwa tu, bali yalikuwa ni ya majuto. Yaani najuta kukufahamu. Najuta kumfahamu yule mwanamke. Nilijuta zaidi ya neno lenyewe, kujuta. Najuta kutokusikiliza dhamiri yangu. Najuta kuchelewa kusimama. Na swali ambalo liliendelea kubaki katika kichwa changu lilikuwa ni swali moja tu: nitawaambiaje wale ninawapenda bila kuwaumiza?
Basi baada ya kutoka hospitali, sikuona sababu ya kurudi nyumbani. Miguu yangu ilinipeleka mahali pengine bila mimi kuipinga. Nilihisi damu yangu mwilini kichemka, macho yangu yakiwa mazito kwa machozi na hasira. Moyoni mwangu kulikuwa na swali moja tu: kwa nini? Kwa nini yote haya yamenitokea mimi? Basi nikaelekea moja kwa moja pale supermarket. Nilipofika nilimkuta kama kaida yake yule mwanamke, akiwa mtulivu, uso wake ukiwa na tabasamu lile lile ambalo zamani lilionekana kwangu kama faraja. Lakini safari hii tabasamu lile lilinichoma kama sindano. Nilimwangalia yule mwanamke, sikumsalimia, sikukaa. Nilishindwa ni kipi ambacho nikifanya. Nilimtazama machoni yule mwanamke pasipo kummaliza. Basi kwa sauti iliyokuwa inatetemeka kwa hasira na uchungu, nikamuuliza, nikamwambia, why? Kwa nini? Kwa nini umeniua? Kwa nini umenifanyia hivi? Yule mwanamke alishtuka kidogo, lakini hakusema chochote. Nikazidi kumuuliza na sauti ilipanda bila mimi kujizuia. Nikamwambia, kwa nini ulinitumia? Kwa nini ulinifuata angali ulijua kwamba wewe ni mgonjwa? Kwa nini umeniua makusudi? Yaani maneno yalinitoka huko nikilia. Nilihisi kifua changu kikibanwa, pumzi kipotea. Watu waliokuwa karibu walinua macho kuniangalia, lakini sikujali. Nilikuwa nimefika mwisho wa kuvumilia. Mwanamke yule alinitazama kwa muda mrefu bila kusema neno. Hakukanusha, hakushangaa. Aliendelea tu kuniangalia. Baada ya kuniangalia nikajikuta machozi yananitoka. Nikasema, umeniua. Unajua fika, nilikwambia nina familia, nina mtoto, nina mke. Kwa nini lakini umenifanyia hivi? John anasema. Yule mwanamke alinitazama kwa makini kisha akacheka. Akacheka kicheko kifupi kisicho na furaha. Akanisogelea kidogo. Yule mwanamke akasema kwa sauti ya chini lakini kali. Yule mwanamke akasema, John, unauliza why? Why ya nini John? Unasema kwa nini nimekuua? Vijana wengine bwana. Yule mwanamke akatingisha kichwa taratibu, huku macho yake yakiwa yamejaa kejeli. Yule mwanamke akaendelea kusema. Akasema, John, ni kazi gani hiyo ambayo unaweza kuifanya kwa karne hii kwa usawa huu? Kila wiki ukawa unalipwa pesa shilingi 500,000. Ni kazi gani hiyo ambayo kwa mwezi unaingiza mamilioni ya pesa bila jasho John? Alinyamaza kwa sekunde chache kisha akaendelea kuongea kwa ukali zaidi. Yule mwanamke akaendelea kusema. Akasema, John, ukohi kujiuliza mwanzo kabisa kwa nini? Yaani hizo why zako ungejiuliza mapema sana. Kipindi kile na kutumia pesa na kumwagia pesa kama mvua, na mtumia mke wako pesa kule nyumbani, unanunua nyumba, unafurahi. Hicho ndio kipindi ambacho ilibidi ujiulize why na mwaga pesa kwako. Yaani ukohi kujiuliza kwa nini nakupa pesa nyingi kiasi hicho? Ukohi kujiuliza kwa nini mwanamke kama mimi ni kuchagua kijana mdogo kama wewe ambaye una kazi, huna mwelekeo, upo tu John? Eti leo unakuja, unanivimbia, unakuja unalia, unaniuliza kwa nini? Sikukulazimisha John. Hukukataa pesa zangu, hukukataa mahusiano, hukusema kwamba twende tukapime. Ulikubali kwa moyo wako mmoja, tena ukamdanganya na mke wako kwamba umepata kazi mkoani Tabora ambayo inakuingizia pesa kila baada ya wiki, tena kiasi cha shilingi 500,000, na ikutosha ukaniomba shilingi milioni 20 ili uongezee ukanunue nyumba uko jijini Dar es Salaam. Bado hujalizika tu na bado unaniuliza why? Niendelee kukujibu maswali ya why? Kwa nini nimekufanyia hivi John? Yule mwanamke akatabasamu kidogo, tabasamu lenye sumu. Akaniambia, John, ni tamaa zako. Ilibidi uchunguze kwanza kabla ya kufanya maamuzi. Na sitaki uendelee kunipigia kelele hapa, kwa sababu nitakufanya kitu kibaya ambacho hutakuja kuamini katika maisha yako. Kwa usalama wako, toa mbaliga zako hizo, utoke uondoke hapa. John anasema, nilisi nguvu zikiniishia kabisa mwilini mwangu. Miguu yangu ilitetemeka, moyo wangu ulidunda kwa uchungu. Nilitaka kupiga kelele, nilitaka kulia, lakini maneno yalinikwama kooni. Niliamini kwa uchungu mkubwa kuwa sehemu ya ukweli ilikuwa ni kweli. Tamaa ilinifanya nipofuke. Pesa zilinifanya nisahau tahadhari. Urahisi ulinifanya nipuuze hatari. Lakini bado ndani ya moyo wangu nilijua jambo moja tu lisingebadilika kamwe. Ukweli ulifichwa kwa makusudi kutoka kwa mwanamke huyu. Aliamua kuniua makusudi. John baada ya kusikiliza maneno ya yule mwanamke, John aliendelea kulia. Alilia kwa sauti ya uchungu, kwa hasira. John akasema, kwa
Kwa hiyo umenipa ugonjwa makusudi, si ndio? John baada ya kuongea maneno hayo hakusubiri jibu kutoka kwa yule mwanamke. Maneno yakamchulizika kama maji yaliyovunja bwawa. John akaendelea kusema, akasema, wewe mwanamke, ulifahamu fika kwamba nina familia. Ulijua kabisa kwamba nina mke wangu. Unajua nina mtoto mdogo ambaye ananitegemea. Ina maana uliniona kama mimi ni njia tu ya kujiliwaza, au kama mtu akonitumia alafu nitupe. Unajua nini maana hiki ulichokifanya? Umeua ndoto zangu wewe mwanamke. Umeharibu ndoa yangu. Umeweka alama ya milele katika maisha yangu. John alijikuta akipumua kwa nguvu huku mikono yake akiweka kichwani. Akaendelea kusema, ulikuwa na nafasi ya kuniambia ukweli. Ulikuwa na nafasi ya kunilinda kama binadamu mwenzako, hata kama sio kijana huyo mpuzi ambaye unamsema. Lakini ulichagua kuninyamazisha kwa pesa. Ulichagua kuniua kwa makusudi. Ulichagua kuniua kwa sababu ya kile ambacho nilikuwa nakitafuta. Umeniua. Umeniua bila hiari. Umeniua bila kutaka. John akaendelea kuongea maneno haya huku machozi yakimtoka bila hiari. John akaendelea kusema, akasema, yani wewe mwanamke, huu sio upendo. Huu ni ukatili. Haya ni mauaji ya pole pole. Yani ni mauaji ya kimya kimya. Wewe ni sawa na wauaji wengine. Tofauti yenu, wao wanatumia silaha, lakini wewe unatumia pesa zako. Yani umenimaliza. Umeniacha niishi, lakini sio kuwa hai. Yani najiona kabisa kwamba mimi ni maiti inayotembea. Baada ya John kuongea maneno haya huku akitiririkwa na machozi, kulikuwa na ukimya mzito. Watu waliokuwa karibu walikuwa wakitazama kwa mbali. Yule mwanamke hakusema neno. Alisimama tu, huku uso wake ukiwa mgumu kana kwamba alishazoea lawama kama hizo. John aligeuka polepole, akaangalia mazingira ya eneo lile. Akasema, yani nakuona kabisa kama umejivunia. Unajiona mshindi kwa hicho ulichokifanya. Kama umewazoea kuua hao vijana, wanakuacha au wanaenda huko kijijini kwao. Nakwambia kwa John, hii ni namba nyingine. Sitakuacha, nitakufa na wewe. Nakwambia nitakufa na wewe. Umeharibu maisha yangu, nitaharibu maisha yako. Kumbe ndio maana ulikuwa unaniambia umetengana na mume wako. Usikute mume wako alikuacha kwa sababu ya ugonjwa wako. Yule mwanamke akasema, kelele John, ukuniuliza kwa nini nimeachana na mume wangu. Nilikupa maneno machache tu kaingia mkenge na kukulambisha asali kidogo tu ya pesa, ukataka mzinga mzima. Sio kosa langu John, hilo ni kosa lako. Tafadhali John, naomba utoke, usiniharibie biashara yangu. Toka hapa mara moja. Nitakupigia kelele ya wizi sasa hivi. Utaishia pabaya John. Nikasema unaniambia nitaishia pabaya. Yule mwanamke akasema, unijui. Sasa subiri nikuonyeshe kazi. Yule mwanamke akatoka katika ile sehemu ambayo alikuwa amekaa, akawa ananifuata pale ambapo nilikuwa nimesimama, akawa ananisukuma. Yani sijui hata nguvu zilikuwa zimetoka wapi kwa wakati huo. Nilikuwa na hasira. Hasira ilinijaa. Kila kitu ambacho nilikuwa nakifanya kilikuwa kipo nje ya akili yangu. Yani sikujua nimemshika vipi yule mwanamke. Nilimshika shingoni, nikaanza kumpiga. Nilimpiga yule mwanamke, nikawa namwambia kufa muuaji mkubwa. Yule mwanamke akaanza kupiga kelele, akawa anafurukuta. Ghafla walinzi ambao walikuwepo pale nje wakaja na kunitoa pale. Walingangana sana kunitoa kwa yule mwanamke, lakini niliendelea kumpiga. Nilikuwa narusha mateke huku nikilia. Nilisema, wewe mwanamke, sitakuacha salama. Nitakuua kivyovyote vile. Nitakula sahani moja na wewe. Sitakufa peke yangu, nitakufa na wewe. Nilikuwa naongea maneno haya huku nikiendelea kuburuta na wale walinzi. Yule mama akawa anasema, toka John, sikukuita, ulikuja mwenyewe. Wewe mwenyewe ndio ulijirahisisha tamaa zako za pesa. Ukushtuka kwa nini vijana wenzio walikuwa wanakuangalia kipindi ukiwa karibu na mimi? Au ulijiona wewe ni fahari sana? Ulijiona umetoka huko dao umekuja hapa mkoani? Nimekuonyesha sasa. Unapenda mishangazi. Mnasema mishangazi. Sasa sisi ndio mishangazi ambao tunataka vijana wenye tamaa kama nyinyi. Unasema una mke na mtoto. Ulishindwa vipi kuisimamia biashara yako ambayo inakupa kipato kila siku? Lakini si ulitaka pesa nyingi. Mpuzi mmoja wewe. Toka hapa nisikuone, na nikikuona tena katika mazingira haya nitakumaliza. John anasema, niliendelea kulia. Nilikuwa nalia, sielewi nini cha kufanya. Watu wengi walikuwa nje ya ile supermarket, walikuwa kishuhudia kile ambacho kilikuwa kinaendelea. Nikasema sikubali, yani hii haishi mpaka ishe. Ghafla nikakimbia, kwa kuwa nyumba ya baba mdogo ilikuwa karibu na ile supermarket. Nikakimbia mpaka nyumbani kwa baba mdogo. Nikakimbia huko nikiwa nalia. Babangu mdogo akawa anashangaa. Ananiambia, John, kuna nini? Nikasema, baba acha, nitakuja kukusimulia. Huyu mwanamke anamuua. Baba akaniambia, mwanamke unamuua?
mwanamke gani ambaye unataka kumuua? Nikamwambia baba, subiri, nimeshachanganyikiwa. Naomba unionyeshe kitu chochote. Nipe hata panga, jembe, kitu chochote chenye ncha kali. Nataka nikakate mtu. Babangu mdogo alishtuka sana. Akasema, John, unataka ukakate mtu? Ni nani ambaye unataka kumkata? Nikamwambia baba, wewe subiri. Basi moja kwa moja tukakimbia katika store hapa mdogo. Nikakuta kuna panga. Nililichukua lile panga, lengo na dhumuni ni kwenda kumuua yule mwanamke. Sikukubali aniue kwa makusudi. Nikatoka mule ndani kuelekea katika ile supermarket, lengo na dhumuni kwenda kumkata mapanga yule mwanamke ambaye ameniambukiza ugonjwa kwa makusudi. Na huo ndio mwisho wa sehemu ya 4 wa simulizi inayokwenda kwa jina la Najuta Kukufahamu. Haya, John tayari ameshajua kwamba ni mwathirika, lakini baada ya kujua yote hayo, amemfuata mwanamke huyo supermarket, na huyo mwanamke amemjibu maneno ya dharau. Lakini John haijaishia hapo, ameenda kuchukua panga nyumbani kwa ajili ya kwenda kumwangamiza yule mwanamke. Je, ni kipi ambacho kitafuata? Je, John atatimiza adhima yake au itakuwaje? Na vipi kuhusu mke wa John aliyepo huko jijini Dar es Salaam, ambaye anajua kwamba mume wake yuko mkoani Tabora, anafanya kazi ambayo kila wiki inamlipa mshahara wa shilingi 500,000? Ili kuyafahamu yote haya, usikose kufuatilia mwendelezo wa simulizi hii. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi, Faraja Simkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram, TikTok pamoja na YouTube. Napatikana kama Faraja Simkwai. Najuta Kukufahamu.